This is Frontline News. Voice of Siga, a home of hopeful voices. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika habari za sasa Alhamisi hii ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Ukiwa unatazama runinga ya Voice of Siga, runinga nambari 1 kote ulimwenguni inayopeperusha habari zinazokufaa wewe mtazamaji. Habari za hivi punde kutoka mashinani hadi ngazi ya kimataifa. Jina langu ni Henry Onyango. Vifuatavyo ni vidokezo vya habari zetu. Kongamano la siku tatu la watoto kuhitimishwa leo hii katika hafla itakayoendeshwa naye Askofu Daktari Gerald Akoth pamoja na halmashauri ya viongozi. Kamati simamizi ya kitengo cha watoto katika kanisa la ARM West Kenya likiongozwa na mwenyekiti wao Bilha Wetitia natoa shukrani kwa wageni wote walioitikia mwito barua na kufika kwenye sherehe ya watoto leo hii. Kundi la wanahabari katika kanisa hili limeandaa mahojiano na viongozi wapatao 6 wa afisa kuu simamizi ya huduma ya ARM hapo baada tu ya mcheketo wa habari za sasa. Karibu kwa habari kikamilifu. Wahenga wanasema kuwa subira huvuta heri. Hatimaye siku na wakati uliosubiriwa kwa hamu na gamu maarufu kama siku ya sherehe ya watoto sasa hivi umetimia. Mwanahabari wetu Patience Muhande na habari zaidi. Kasisi wa kanisa hili Wycliffe Baraza ametoa shukrani kwa viongozi wote wa kanisa hili kwa kukubali kuahirishwa kwa mkutano ya nyumbani ya wiki hii ili kuipa nafasi kitengo cha watoto kushughulikia na kongamano lao la siku ya tatu leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kuhudhuria. Hata hivyo, wazee wa imani wakiongozwa na kiongozi wao Johnston Mindari wametumia fursa hii kutoa shukrani zao kwa kongamano hili la watoto wakisema kuwa kongamano la watoto lifanya kuwa mtindo katika huduma. Nikiripotia mchecheto wa habari wa Voice of Siga, langu jina ni Patience Muhande. Naam, shukrani sana katika habari hizo zinazopewa na Patience Muhande. Na habari zaidi, mwenyekiti wa kitengo cha watoto cha ARM West Kenya mchungaji Bilha Wetitia ametoa pongezi au kongole kwa viongozi wote ambao wamehudhuria sherehe hii, akisifia mchango wao mkubwa aliopeleka hapo awali, mchango ule wa kufanikisha shughuli hii ya kuwaletea watoto pamoja. Mwanahabari wetu Charles Msoka na habari zaidi. Meji Bilha Wetitia ambaye pia ni msimamizi wa kitengo cha watoto amewapongeza wageni waume kwa wake pamoja na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa kukubali kujumuika na kuwapa support watoto wanapokongamana. Yeye ametoa shukrani kwa ofisi kuu simamizi ya kanisa hili likiongozwa na Askofu Gerald Akoth na kasisi Wycliffe Baraza kwa maombi na upendo walionao kwa watoto. Nikiripotia mcheketo wa habari za Voice of Siga, jina langu ni Charles Msoka. Shukran sana Charles Msoka kwa habari hizo. Na kina cha habari hii, usimamizi wa muungano wa wanahabari katika kanisa hili la ARM West Kenya umeandaa shughuli ya mahojiano ya moja kwa moja na viongozi zaidi ya 3, huku msimamizi wao Bethuel Simiyu akielezea sababu na umuhimu wa viongozi wanaoongoza nyadhifa mbalimbali kanisani kuhojiwa mbele ya mkusanyiko wa waumini. Mwanahabari wetu
anatusimulia taarifa hii kwa kinaga. Sisi wa kanisa hili Wycliffe Baraza ametoa shukrani kwa viongozi wote wa kanisa hili kwa kukubali kuahirishwa kwa mkutano ya nyumbani ya wiki hii ili kuipa nafasi kitengo cha watoto kushughulikia na kongamano lao la siku ya 3, leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kongamano. Hata hivyo, wazee wa imani wakiongozwa na kiongozi wao Johnston Indai wametumia fursa hii kutoa shukrani zao kwa kongamano hili la watoto, wakisema kuwa kongamano la watoto lifanywe kuwa mtindo katika huduma. Nikiripotia mchecheto wa habari wa Voice of Siga, langu jina ni Patience Muhande. Na shukrani sana Patience Muhande. Kufikia hapo sina la ziada ila kulikunja jamvi hili la mcheketo wa habari, ila kumbuka kutupata mitandao ya kijamii, YouTube @Voice of Siga, Instagram @Voice of Siga au Voice of Siga, mitandao yote ya kijamii. Kwaheri, langu jina ni Henry Onyango. Frontline News.